Wananchi wanachohitaji siku zote ni taarifa sahihi, elimu endelevu na mifano halisi inayoonyesha kuwa kupikia umeme ni salama, nafuu na rahisi. Na jambo hili bila afisa maendeleo ya jamii hatutoki, tutakwama. Ametrainiwa kuwa daktari wa jamii wa kubadilisha fikra za jamii, na wako tele kwenye halmashauri zetu. Wanahitaji kupewa ajenda, wapewe elimu, wasonge mbele. Pili, shirikisheni taasisi za fedha na sekta binafsi ili kuwezesha upatikanaji wa majiko ya umeme na vifaa vinavyotumia umeme kwa masharti nafuu, hususani kwa wanawake wa kipato cha chini. Upatikanaji wa vifaa ndio daraja la mafanikio ya ajenda hii, na hapa tayari mna njia mmeshaionyesha, ni kwenda kuboresha. Tuungane pamoja. Hawa wanawake wenye hofu ya kwenda kununua hayo majiko, wakiondolewa hofu, wanachangamkia haraka sana matumizi ya nishati safi. Na hakika sisi na TANESCO na sisi jamii, lazima 2034 kieleweke. TANESCO oye! 4. Wanawake watumishi wa TANESCO, naomba muendelee kuwa vinara wa mabadiliko wa ajenda hii, kuanzia jikoni kwa kila mmoja wenu, ili kuleta mapinduzi ya kweli katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Wewe kwenye kijiji chako, kwenye kata yako, kwenye mtaa wako, wewe kama wanawayo majiko, wewe niambie, Gwajima, abe unasemaje? Mimi ndio mama TANESCO mwenyewe hapa. Oho, kwa hiyo mimi ndio balozi wa mabadiliko. Halafu sasa waambie wanawake wako wa majukwaa waje wanitembelee hapa. Jamani, hizi tua hizi tunasema tua, waje kutua na kwako, waone unavyopika, na wewe ndio waamini. Mwanamke wa TANESCO oye! 5. La mwisho sio kwa umuhimu, shirikisheni, nasema tena, maafisa maendeleo ya jamii walio kwenye halmashauri zote nchini, kwa kuwa wanazo mbinu na utaalamu wa kuiendea jamii, hivyo kuwa msaada kwa shirika hili kufikia jamii kwa shughuli na miradi inayotekelezwa. Na hapa tumesema tumeshaanza mkakati wa kupeana ahadi. Lini? Wanakuja pale wizarani, watupige shule, tufunguke, tuwape mawazo yetu, tusonge mbele kwa haraka. Bado sauti na nafasi ya kina mama kushika madaraka inaheshimika sana TANESCO. Na hawa unaowaona hapa ni baadhi. Kazi yetu sisi tunafanya masaa 24, wengine wako site labda, lakini ni watu wenye nafasi kubwa. Yuko mkurugenzi wa rasilimali watu hapa, yuko mkurugenzi wa sheria. Mikataba unayoiona, mikataba ya TANESCO yote mikubwa na midogo, yuko hapa mwenye mikataba yake, huyu hapa. Wako mameneja huko mikoani, wako wakurugenzi wa kanda wanaosimamia kanda zetu. Nimewaonyesha hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ili ujue sauti na nafasi ya kina mama kwenye nafasi kubwa ndani ya shirika zinaheshimika vizuri. Nataka niwathibitishieni kwamba hawa mnaowaona hapa hata sekunde moja hawajaacha kuwateteni. Hawa ni watetezi wenu wakubwa. Hakuna wakati nafasi ya kupanda cheo au nafasi ya kupata chochote wameacha kukumbusha uwepo wa wanawake. Kwa hiyo wanawake wa TANESCO, kaeni mkao vizuri, mjue hawa na wengine ambao hawajaja, sauti yao ni kali na mimi naiogopa kuisikia, na wao wanajua wao nawaogopa, na siko tayari kuanzisha nao mgogoro, kwa sababu wengine ndio watetezi wangu hawa. Wanawateteni sana, na muwe salama, na wahakikishieni kwamba haki zenu na maslahi yenu yanashikiliwa vizuri na wenzenu ambao wamewatangulia hapa. TANESCO pia tuko kwenye safari ya kusherehekea siku ya wanawake duniani, na sisi kwa sababu ni wazalishaji, wasafirishaji na wasambazaji wa umeme, tumeona shughuli yetu tujikite na kazi tunazozifanya, lakini wakati huo huo tukiungana na wanawake wengine duniani kusherehekea siku yao. Sasa kauli mbiu ya shughuli za mwaka huu inazungumzia haki na usawa kwa kina mama na wasichana, lakini kufungamanisha pamoja na utekelezaji wa dira wa 2050. Sisi TANESCO tunakuhakikishia tunasafiri na kauli mbiu hiyo kivitendo, na kamwe kama utakuwa na maeneo ya kufuatilia
TANESCO tutakuita kujionyesha namna gani tunatekeleza kauli mbiu hiyo. Kwa mfano, tutatenda haki kwa kina mama, tutatenda haki kwa wasichana, ili wawe sehemu ya safari ya utekelezaji wa dira ya 2050.